So guys, niseme kwamba ni siku ya huzuni sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa nikiambiwa na kuelezewa tu ya kwamba ndio tabia sana sana ya binadamu, especially hino karne ambayo tuko, ambapo most of the time unapata kuna mahali ambapo kuna ajali imeweza kutokea, na mwisho wa siku badala ya kwamba wale ambao ndio hawajapatwa na ile ajali, instead yani badala ya kwamba hao ndo wasaidie yule ambaye amepatwa na ile ajali, instead ya utapata kwamba hao ndio wanamrecord video, ama hao ndio wanataka kunufaika kutokana na yule ambaye tayari ashaumia. Mfano mzuri, kabla sijakupa ama sijakwambia kitu nitakuelezea hapa, chukulia kwamba kuna mtu ambaye anazama maji ama ameingia ndani ya maji, anataka kupotea kwa sababu labda hajui kuswim, hajui kuogelea. Instead wewe ambaye unajua kuogelea, ama wewe ambaye uko nje huku, mtafutie njia mwafaka ambayo utaweza kumwokoa pale ili asiweze kupotea na ile maji. Wewe unachukua simu yako na kuanza kumrecord ili uende ukaposte, ili upate followers ama upate likes, ama watu wajue ya kwamba pia wewe wakati yeye ndani ya maji ulikuwa upo pale. So nikieleza hii yote ni kisa ambacho nimekishuhudia mimi mwenyewe jana usiku, ambapo nilikuwa natoka sehemu moja mpaka nyingine, na ukitazama vizuri utaona hapo usafiri wa pikipiki hapo, ambapo nilienda mpaka sehemu fulani vile ambapo kumetokea ajali, na ile ajali ilitokea machoni mwangu mimi mwenyewe nikiangalia hivi. Na kitu ambacho niliweza kusoma, nilisoma masomo mengi sana ambapo nikasema kama wafuasi wa KG Kipande lazima wayafahamu. Jambo la kwanza ambalo niliweza kusoma pale, nilisoma kwamba binadamu hawana utu. Utu wa binadamu umeisha, umetoka kabisa kabisa. Yani binadamu sahino ni mmoja wawili sana kati ya 10 ambao wana utu, lakini utu wa binadamu umeisha completely. Kwa nini nasema hivi? Imagine ya kwamba mimi nilifika pale na pikipiki, nilikuwa natembea na pikipiki. Nilipofika pale, ule mshtuko niliokuwa nao baada ya kwamba ile ajali imeweza kutokea, kwa sababu ilikuwa ni ajali ya gari kubwa ambayo ni trailer lile ambalo lilikuwa limebeba mchele, magunia ya mchele na gari ndogo tu aina ya Vitz vile ambapo ilikuwa imebeba watu takriban 4 pale ndani. Alafu kuna kijana mmoja pia na vile vile akona mwenzake nyuma, wako na pikipiki. Sasa hii gari ndogo kwa sababu ilikuwa inataka kama overtake ili itoke ile pikipiki, yule mwenye pikipiki naye pia akakataa kushuka chini ya barabara. Mwisho wa siku ile gari ndogo ikabidi ijilazimishe kumpa nafasi mwenye pikipiki ili isimkwaruze, na kujilazimisha kule yule ambaye ni mwenye trailer naye akaona kama gari ndogo imekosa mwelekeo, inataka kumwingia kwa sababu anataka kujitetea naye pia. Kwa ile kwamba yataka ajitetee kwenye barabara pale, akajipata amemwingia, na kwa sababu alikuwa amempata amemwingia, ikawa kama head on collision, na yule mwenye pikipiki akaangushwa, na dereva pia vile vile mwenye hino taxi na pia akatolewa nje kwenye ule usukani wake pale, na ile gari ambayo ni tractor ambayo imebeba mchele nao pia ikazunguka kama mara moja chini hivi. Ambapo tulipokuwa pale, baadhi ya mtu mwenye alikuwa yuko na sisi aliweza kuharakisha sana kwenda ile sehemu ambayo ile dereva alikuwa lalamika kutafuta msaada pale chini, pale ndani ya ile kile chumba cha ile tractor, ile gari it's not a tractor, that's a canter, it's a canter ya. Alikuwa ataka kama msaada, ndio mmoja wa wale raia akabidi aende pale ni kumsaidia. Lakini cha maajabu ambacho niliona, wapo jamaa wengine upande mwingine kule ambapo wameangusha na ile gari dogo, ambapo mwingine alikuwa amepasuka, mwingine amekatika mkono, mwingine amekatika mguu, mwingine ameweza kuaga dunia pale, yuko hivi hajui afanye nini. Wengine wako pale wanalalamika, wanaomba msaada, wanajaribu kupaza sauti, wanatafuta ile msaada, mtu aje waokoe, wape hata maji. Maskini, nilipokuwa najaribu kuzunguka ule upande mwingine kabla askari hawajaweza kuingia pale mahali, nilishangazwa kuona kwamba vijana wa bodaboda walijazana within 2 minutes from nowhere, waliweza kujazana pale na wakaanza kuchukua ule mchele na kukimbia. So instead watafute njia kusaidia wale walikuwa wanachukua mchele na kuweka kwa pikipiki na kukimbia, wengine ambao wana pikipiki wanachukua mchele wanakimbia. Niliona hii kitu nikasema, is this what is happening? Yani binadamu tumefikia kiwango hichi. Kuzunguka kwa upande mwingine nilijaribu kusaidia,
yule dereva pale kwenye ile gari kubwa na pia vile vile kumbe anatembea na ulinzi wake. Ulinzi wake ni kwamba anatembea na bastola, na alipoona kwamba watu wamezidi kuchukua ule mchele ambao ulikuwa haujapasuka, uko kwenye magunia, uko vile vile contact, ambapo laiti watu wasinge uchukua ule mchele, ungebaki tu vile vile, mwenyewe angesaidiwa na mwisho wa siku angechukua ule mchele na ungemsaidia labda. Lakini mwisho wa siku utapata kwamba hawa ambao walikuwa wanachukua ule mchele vile vile, huyu jamaa mwenye bastola ilibidi ainuke na kuanza kupiga vijana watatu kama sikosei, kwa sababu mlio wa kwanza ambao niliuona ulichapa kijana mmoja, mlio wa pili ukachapa kijana wa pili, mlio wa tatu ukapiga ile pikipiki ukakosa yule kijana, na pale ndipo ambapo kila mtu aliweza kutawanyika na kuacha ule mchele pale, kila mtu akafuata njia zake. Na hata wale ambao walikuwa tuko pale kwa minajili ya kwamba tujaribu tuone tutasaidia vipi, ule mlio wa risasi uliosikika pale, ule mlio wa bastola uliosikika pale ulitufanya mpaka wengine tukakimbia pasi kusaidia, ambapo tulikuwa tuko na nia ya kwamba tunahitaji kusaidia kwa njia yoyote ile ambao tungekuwa tuna uwezo wa kufanya hivyo. Jamaa bado anapumua. Mbebeni basi. Muda ni gari kama watu wangu. Jamaa bado anapumua. Muda ni gari. Ukipendwa hivi ataingia damu. Angalia. Ukipendwa na Mimi niseme tu nitatuma salamu zangu za rambirambi kwa yule jamaa mwenye alikuwa anaendesha ile gari ndogo, kwa sababu punde tu nilipotoka pale nikapata habari ya kwamba amepoteza uhai wake, ambapo mimi nilimwacha akipumulia chini. Lakini tatizo letu pia gari zile za kubeba wagonjwa mahututi ambulance jijini Kilifi nafikiri ni kidogo sana. Nyingi ni zile za private, na mpaka usipigie simu zifike pia zinachukua muda. Ambulance ilifika pale baada ya kama takriban dakika 45 so baada ile ajali kutokea. So unaweza kaona ni kipindi gani ama ni muda gani vile ambavyo ambulance ilichukua muda mrefu mpaka kufika kwenye lile eneo la ajali. So I have a lot to talk about this, but for now whatever I saw yesterday niacheni tu kiukweli.